بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1447, tukiwa katika Masjid Ali ibn Abi Talib katika mji wa Witu, kama alivyotaja Imam wa Masjid Ali ibn Abi Talib, wa takuwa na kalima fupi. Sasa hivi ni wakati wa baada al-Jum'a, na pengine wengi wenu kuna watoto wale wana mashule na kuna wale wanaorudi makazini. Kwa hivyo tutarefusha insha Allah taala, lakini ni kama kukumbushana tu, kama alivyotaja asa iwe ni khairi kwa mzungumzaji na wale wanaosikiliza. Kila mmoja wetu afahamu kuwa Muislamu kujipanga kwa ajili ya akhira yake ni jambo la wajib. Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, na kila nafsi ijitizame, ijihesabu nafsi yake mwenyewe imeandaa nini kwa ajili ya kesho. Wattaqullah, akarejelea mara ya pili kutukumbusha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha khabirun bima ta'malun, kwani Allah ni mjuzi kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Hakuna kitakachomuokoa Muislamu isipokuwa ni kujiandaa kwa ajili ya akhira kwa kutekeleza matendo mema hapa duniani katika barzakh, na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu leo wapata shida katika maisha yao ya kidunia haya kawaida, na wakaona kuwa matatizo labda sijui kujipanga, lakini tatizo kubwa kabisa nalompelekea mtu kupata tabu katika maisha yake ya kidunia ni upungufu katika amali njema. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala atoa dhamana na kusema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Hii ni dhamana kutoka kwa Allah jalla fi'ala, kwa anayefanya mema, awe ni mume awe ni mke, kwa sharti ni mu'min, basi huyu Allah atampa maisha mazuri. Na maisha mazuri haimaanishi kuwa hatopatwa na mitihani, aweza kuguswa na mitihani, lakini Allah atamwezesha na kumpa kifua cha kuweza kuyakabili mitihani yale, na atamfanyia wepesi, na atampa njia katika kila shida inayompata, na mambo yake yatakuwa ni mepesi kabisa katika ulimwengu, kwa ataishi maisha mazuri kabisa katika hii dunia. Lakini sharti liko huko, man amila salihan. Kadhalika katika barzakh, anapoingizwa mtu kaburini, kile ambacho ni sababu ya yeye kupumzika na kustarehe ni matendo yake mema aliyofanya hapa duniani. Na ndio maana anapofikiwa na mauti
yule aliyepoteza muda wake katika upuzi. Allah subhanahu wa ta'ala sema hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un, mpaka atakapofikia mmoja wao mauti atasema ewe Mola wangu mlezi nirudishe tena duniani. Kwa nini? la'alli a'malu salihan fima taraktu, atamani apewe muda ili atende mema, afanye amali njema. Kwa amali njema ndiyo ndoto na tamani ya kila mkosefu baada ya kufikiwa na mauti. Bimaana lau kama angelikuwa ni mwema ayafanya mema, basi biidhnillah ta'ala angeishi maisha mazuri ya barzakh. Na si hapo tu, kesho siku ya kiyama, fi arasat alqiyama, watu wakiwa katika mawanja ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala sema walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Lau kama ungeliwaona wakosefu siku hiyo, wale waovu siku hiyo, wameinamisha vichwa mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala, wasema ewe Mola wetu mlezi, tumeyaona yale tulioahidiwa kumbe ni kweli, na tumesikia, farji'na na'mal salihan, kile wanachokiomba ni warudishwe duniani watende mema, wafanye amali njema huko duniani. Bali ndani ya moto wa jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa motoni asema hum yastarikhuna fiha, watakuwa wakiadhibiwa wakipiga ukelele ndani ya moto wa jahannam, iyadhan billah, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ewe Mola wetu mlezi tutoe katika hii adhabu, turejeshe duniani ili twende tukafanye mema, si yale maovu tuliyokuwa tukiyafanya. Kwa tunaona hapa katika kila anaposonga mwanadamu katika maisha yake, azidi kutambua kuwa kile kitu kilichokuwa muhimu kabisa kwake yeye kukifanya ilikuwa nini? Ni amali njema. Nimetanguliza utangulizi huu sababu mbele yetu kuna mwezi uitwa al-Muharram, miongoni mwa miezi ya kuheshimiwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza mpaka jambo la vita katika miezi haya. Miezi mitukufu aliyoyataja katika sura at-Tauba, minha arba'atun hurum, mmoja wao ni mwezi huu katika miezi ambayo ni mitukufu. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala akayafadhilisha miezi hii ambayo ni miezi bora kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuna siku Allah subhanahu wa ta'ala akazitaja kuwa ni bora kuliko nyingine, kama siku ya Ijumaa. Allah yuwachagua anachokitaka, akaipa siku hii ubora kuliko siku hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo pia akalitaja, akasema inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum. Wakati wa jahiliya kufar walikuwa wakitanguliza miezi wakiakhirisha miezi, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'ama wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harrama Allah. Kwa mfano wataka kupigana katika mwezi wa Muharram, waupeleka forward Muharram, tasema ni huo ujao, wacha utuite kadhaa tupigane, wakichezea zile siku. Lakini wakati wa Mtume sallam zile siku zikarudi kama zilivyokuwa, kama alivyoziumba Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam akasema zama zisharudi kama vile zilivyokuwa wakati Allah alivyoumba mbingu na ardhi.
kisha akataja mwaka una miezi 12, minha 4 hurum, katika miezi hii 12 kuna 4 ambayo ni miezi inayoheshimika, miezi mitukufu. 3 mutawaliyat, kuna 3 inayofuatana, akaitaja Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Dhulqa'da, na sasa hivi tuko kwenye Dhulhijja na mbele yetu kuna al-Muharram. Kisha akasema huwa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sha'ban, na mwezi wa Rajab ambao uko baina ya Jumada na Sha'ban. Kwa tuko katika mwezi mtukufu, mbele yetu kuna mwezi mtukufu, na huu mwezi Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha akaujalia ni katika miezi mitukufu, akakataza ndani yake watu kupigana na kumwaga damu na mengineo katika ahkamu zinazofungamana na mwezi huu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka fadhila katika watu kufunga kwenye mwezi wa al-Muharram. Asiyamu fihi afdalu siyamin ba'da al-fariidha, kufunga katika mwezi wa Muharram ni bora, zile siku za Muharram zile kufunga sunna ni bora kuliko miezi yote mingine, ukiweka mbali mwezi wa Ramadhani ambao ni wa faradhi. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza sana kukithirisha kufunga. أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. صوم iliyobora kabisa baada ya mwezi wa Ramadhani ni katika mwezi mnaoita al-Muharram. Na katika faida ni kuwa katika miezi yote Muharram sawa sawa ni kuandika al-Muharram. Hivi ndivyo alivyouita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu mwezi ni mkubwa, ni adhimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhimiza kufunga katika mwezi huu, kama vile afdalu sala baada al-fariidha salatu al-layl, sala iliyo bora kabisa baada ya faradhi ni sala ya usiku, na kadhalika somo iliyo bora kabisa baada ya faradhi ni somo katika mwezi wa Muharram. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. hii hadithi iko wazi kuwa kile kibora kabisa cha mtu kufunga katika miezi mbalimbali baada ya Ramadhan ni kufunga katika huu mwezi wa Muharram. Jambo la kushangaza, sijui kwa nini kukienezwa bid'a, uongo hivi, watu wana haraka sana kufuata. Lakini ikija sasa hii ndiyo sunna, ukaona watu wengi wako mbali na kuitekeleza ile sunna. Na hili ni jambo la kusikitisha sana. Yani kwa mfano leo akaandika Ibilisi ujumbe kisha akawatumia watu kwa WhatsApp. Ukisoma Yasin mara 1000 leo na ukasoma suratul Fatiha mara 2000 utapata dhahabu kilo 1. Utashangaa. Ule ujumbe utaenda kila mahali. Watu watafanya itikafu msikitini. Yeye waona yasoma Qur'an, kwani kuna ubaya bwana nasoma Qur'an. Unaona? Kila mahali ule ujumbe utaenea. Na wallahi watakuja wengi wataufanyia kazi. Hawaulizi, haya nani aliyafundisha? Nani aliyesema hivi? Kisha akakaa akasoma, akimaliza hapati hiyo kilo 1 dhahabu. Ankaa yule tu. Mzee wa vitu yuko kule vitu. Mmekaa mtu wa kawaida tu. Vipi? Nafikiri nilikosea mahali. Ukukosea mahali wewe, ulidanganywa. Ile si dini. Wewe umeambiwa uongo. Sasa sisi saizi tuishi katika zama za uvumi na uongo katika dini ulioenea sana.
kiasi cha kuwa sasa mtu akiambiwa maneno ya kweli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hata hamu hana ya kufuata yale ya kweli, lakini ni wepesi sana wa kuyafuata yale ya uongo. Sijui kwa nini kwa namna hiyo. Na haya maswali najiuliza kila siku. Kwa nini ukituma ujumbe wa uongo katika fadhila ya jambo fulani ukawakuta watu wengi waathirika, lakini wakiambiwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam fanyeni hivi, hili jambo hawana tena hamu nalo? Na huenda ikawa ni kwa sababu ya wingi wa kufuata uzushi, mpaka ule utamu wa kufuata sunna hatuna tena, sababu ya kufuata uzushi. Kwa hivyo Allah ikhwani, katika miezi tuliohimizwa kufunga sana ni mwezi wa Muharram. Funga sana katika mwezi huu. Ukiweza kwa wiki kufunga siku 2, Jumatatu na Alhamisi funga. Uweza kufunga siku 5 funga. Ukiweza kufunga katika huu mwezi siku 25 funga, kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Sababu somo ndani ya mwezi huu ndiyo somo iliyo bora kabisa kuliko mwezi wowote mwingine mbali na mwezi wa Ramadhani. Ndani ya huu mwezi kuna yaumu Ashura ambao ni tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, alladhi najja Allah subhanahu wa ta'ala fihi Musa, ule mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Musa alayhi salatu wassalam. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja Madina akawakuta mayahudi wafunga siku ya Ashura tarehe 10 mwezi wa Muharram. Faqala ma hadha, kwa nini wafunga hawa watu siku hii? Qalu hadha yawmun salihun, kusema hii ni siku njema, siku nzuri. Hadha yawmun najja Allahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa, hii ni siku ambayo Allah aliwaokoa banu Israil kutokana na adui yao Firaun. Kwa Musa akawa aifunga hii siku. Hapa nataka niwatanabahishe jambo. Sio kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hii siku alikuwa hajui kama yufunga. Tangu wakati yuko Makka Mtume sallam alikuwa akifunga Ashura. Lakini mbona hao Mayahudi pia waifunga? Wao wakaeleza sababu hii. Lakini mwanzo wa kufaradhishwa som, ukienda ukisoma katika namna somo iliyofaradhishwa, mwanzo ilifaradhishwa siku moja kwa mwaka, ambayo ni siku ya Ashura. Na somo hii alikuwa akiifunga, hata Makuraish walikuwa akiifunga wakati wa jahiliya. Na Mtume sallam alikuwa akiifunga hii siku. Sio kuwa Mtume sallam alipoona Mayahudi wafunga ndio yeye akafunga. La. Tangu na mwanzo alikuwa akifunga. Lakini ashangaa mbona Mayahudi pia wafunga siku hii? Kuna nini? Na tukisema hivi usenda ukawauliza Mayahudi wa leo hawa wasojielewa. Sasa mbona Mayahudi wa leo wafungi? Sisi tuzungumzia wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao angalau kidogo walikuwa wakifuata kile kilichoharibika katika dini yao, kilichobakia pia walikuwa wakifuata. Wale wakati ule ndio walikuwa wakifunga siku hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa ana ahqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyami, sisi tuna haki zaidi ya Musa kuliko nyinyi. Kwa akafunga Mtume sallam na akaamrisha kuifunga siku hii. Asa usije wewe leo ukamuuliza mnasara mbona leo wafunga? Sisi leo kuna kitu fulani, basi na mimi pia nafunga. Jamani tufungeni. Kwani wewe nani wewe? Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka hili jambo hakuliamrisha isipokuwa kwa wahi unaotoka kwa Allah. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Illa wewe ukijipandisha daraja ya utume, sasa tutakupeleka potrizi. Tukuangalie kichwa chako labda sikizima, ufike wewe daraja ya Mtume sallam. Kwa hii siku ni sunna kuifunga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona kuwa Mayahudi waadhimisha hii siku, akawaambia masahaba, la in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'a, nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga pia siku ya 9 ili niwakhalifu Mayahudi. Akafariki Mtume sallam kabla ya kuingiliwa na ule mwaka unaofuata, lakini ikawa ni sunna tayari aliyokuwa akiwaelekeza masahaba wake. Kwa hivyo sunna ni ufunge siku ya 9 na siku ya 10.
ikiwa imekushinda kufunga 9 na 10 basi angalau usiiache siku ya 10 ili uweze kupata fadhila kama hii. Fadhila yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja fadhila yake, yukaffiru dhunuba sana. Hii somo ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi ya mwaka mzima. Madhambi madogo madogo yale asamehewa. Sababu madhambi makubwa lazima mtu afanye tauba. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صوم ya siku ya Arafa ambayo ishapita tarehe 9 mwezi huu, natarajia kwa Allah amsamehe mja anayefunga mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuizungumzia yaumu Ashura, akasema wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Kufunga siku ya Ashura natarajia kwa Allah amsamehe yule mja mwaka mzima uliopita, amsamehe madhambi yake. Kwa hili ni jambo atakikana Muislamu afanye bidii sana katika kuitekeleza ibada kama hii ya saum, hasa katika mwezi huu ulioko mbele yetu al-Muharram. Hasa badala ya watu kupanga sahihi tarehe 1, jamani basi msikose zefe, msikose, mambo haya yanatoka wapi jamani? Hivi ndivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda kazitafute hizo zefe wewe katika Qur'ani na katika Sunna, uone kama utaziona. Huwezi kuziona. Ni vitu wamebuni watu katika dini ambavyo hamna. Tushikamane na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wengi katika hao wanaofanya huu uzushi huwezi kuwaona wakiwa na nashat na uchangamfu katika kutekeleza yale aliyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuacheni bid'a. Zimetudororesha Waislamu, tumekuwa nyuma sana kwa sababu ya bid'a. Wallahi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akionya sana kutokana na uzushi katika dini, na wakati wake hakukuwa na uzushi wa aina yoyote. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin, kila Ijumaa kipanda juu ya mimbar asema maneno haya akiwaonya Waislamu, kwa sababu athari yake ni mbaya sana. Tumezunguka katika miji imedorora katika elimu ya kuifahamu dini yao. Sababu kubwa ukiangalia ni mambo haya. Watu wameingizwa katika uzushi, hawasomeshwi dini yao, kwa sababu ukisoma dini waogopa wale watu wa bid'a. Mpaka mmoja wao akasema ukisoma sana dini utakuwa wahabi wewe. Unasikia maneno? Akili yako ndugu yangu nzima. Yaani hivi mtu akisoma dini kuna madhara yoyapata? Aisoma dini yake ya kumjua Mola wake? La, akiisoma sana dini ataifahamu haki na kuifuata. Lakini ahlul bid'a watakeni nyinyi mbakie hivyo hivyo ili wawachezee. Kama ni mfugaji ng'ombe utatoa ng'ombe, toa ng'ombe wawili. Ukiwa mtu wa sunna utakuwa mjanja, wamuuliza utatoa pesa ngapi? Pesa utoe kwa ajili ya Allah. Hata nauza pia nipate kuwalisha watoto wangu kwa ajili ya Allah. Kuna ubaya gani bwana nikiuza mimi nikiwalisha watoto wangu kwa ajili ya Allah? Sadaqa, na sadaqa bora kabisa ni watu wangu wa nyumbani. Kuna ubaya bwana? Hakuna. Sasa watakosa haya mambo, kwa hivyo mbakieni nyinyi katika jahal, mpelekwe watu wanavyotaka wao. Lakini Uislamu hauko hivyo. Aya ya kwanza kabisa iliyoteremka kwa Mtume, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Muislamu isome dini yako. Mimi nilikuwa nataka kufanya comment ndogo. Imamu hapa ana huruma sana, natarajia na watu wake. Amewaambia na waombeni mfanye subra. Na waombeni mfanye subra, msikilize. Mimi nashangaa mpaka Muislamu aambiwe na kuomba ufanye subra ili aende akasome dini yake, aombwa afanye subra ili asome dini yake. Mfahamu? Niwaambieni kitu, hakuna siku mimi msikitini kwa mfano alhamdulillah nitakaa hivi kisha niwaambie watu subirini. Inshallah baki mtu mmoja. Si ndio anataka kusoma? Nitamsomesha yule mmoja tu. Antoshea. Waondoke msikiti mzima, nitachukua msahafu nisome. Si wamekataa wenyewe bwana kusoma.
yani yafikia wakati mpaka sisi waislamu hatuna haja na kuisoma dini yetu mpaka twaomba jamani, kaeni kidogo msubiri msikilize. Kisha huyo muislamu huyo kwa mfano imamu akakosea hapa, na yeye pia yosema mimi nafikiria tuanze tena. We nani? Wakati wenzako watakusoma wewe hutaki kusoma. Kwa tusikubalini kukaa bila ya kuisoma dini yetu kisha tukachezewa, badala ya kuyafahamu yale aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tukaangalia mengine. Na mara nyingi mtu asiposoma yuwateleza zaidi katika kuingia mambo ya uzushi kuliko yale ya haki. Na ndio yale sasa waje kusikia mambo ya ajabu ambayo watu wafundishana kwenye maskani. Kuna siku wallahi mtu mmoja auliza swali, kitu fulani hukumu yake nini? Ikawa lile jambo hukumu yake ni kadha. Kwa mfano ni dhambi, ni makosa, lakini asema basi tunkaa pale, mmoja amwambia mwenzake alifanya hivyo, wewe ushakufuru mpaka upige shahada. Watu wakufurishana wakitiana kwenye Uislamu maskani hapo, na akakubali nishakufuru, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an, wallahi maskani watu watiana kwenye ukafiri, wakitoana wakiingizana katika Uislamu. Sababu nini? Sababu hatutaki ndugu zangu ni kukaa kuisoma dini yetu. Lakini dini yetu wallahi ni nzuri, ina neema, imekamilika, ina kila unachokihitajia. Muharram tumfundishwa na Mtume sallam mambo gani yatakayofanywa katika mwezi huu, sisi tufuata tu katika kila jambo la maisha yako Muislamu. Wallahi hakuna chochote, hata ukiwa sokoni kule wafanya biashara, Uislamu umekupa mwongozo. Mimi sikwambii sokoni mahali pakubwa, chooni, wenda chooni kukidhi haja yako, Uislamu umekufundisha adabu. Sasa ikiwa hakukuachwa mpaka adabu za kuingia chooni, hivi kuna kitu gani kimewachwa katika dini yetu? Lakini chanzo kikubwa kabisa cha sisi kuingia makosani nini? Ni wachache wa kukaa kuisoma dini yetu. Tukikaa tukiisoma, hakuna nafasi ya mtu muongo aweza kuja akakupeleka wewe katika dini yako kwenye makosa. Siku ile utakapoisoma dini yako ukawa waielewa, alhamdulillah, wamwabudu Mola wako kama alivyokufundisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mmerefusha, tutasimama hapa inshallah. Na nawashukuru wale waliokaa kwa makini wakasikiliza. Inshallah mimi nimefaidika, na wale waliokaa kusikiliza pia hasa wamefaidika. Na nawaomba tuweni hivi, tukisikia kuna darasa yasomeshwa, tujeni tusikilizeni, tukaeni chini tusomeni. Huwezi kujua kuna neno gani hapa ametaja Imam, kuna neno gani utalisikia wallahi likawa ni sababu ya wewe kwenda peponi. Nyote mwamjua al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Sijui kama kuna mtu akisema rawahu al-Bukhari, hamjui Bukhari nani. Pengine humjui, hujamsoma, lakini ushasikia ile neno Bukhari, ile jina Bukhari usikia. Al-Imam al-Bukhari wataja kuwa alikaa siku moja chini ya halaka ya mwalimu wake Ishaq ibn Rahoya. Ishaq ibn Rahawayhi wengine wasema, ni muhadithuna wasema ibn Rahoya. Wamekaa chini yake. Al-Imam Ishaq ibn Rahoya akasema, natamani lau kama mmoja wenu ataandika kitabu akusanye hadithi sahihi peke yake, kusiwe ndani yake hadithi dhaifu. Al-Imam al-Bukhari yasema, fawaqa'a dhalika fi qalbi, lile neno likaanguka katika moyo wangu, nikasema mimi nitalifanya hili. Leo al-Imam al-Bukhari mali gani hatajui? Wallahi ni neno moja tu alilisikia katika kikao likamfanya yeye, na walikuwa wengi wanafunzi pale wamekaa, lakini katika kila kikao waislamu wanachokaa wamtaja tena kwa heshima kubwa sana, rahmatullahi ta'ala alayhi, hata zaidi ya yule mwalimu wake alisema yale maneno. Sababu hapa sasa hivi nimesema Ishaq ibn Rahoya, wengi ndio waanza kumsikia mwanzo, kumbe huyu ni mwalimu wa Imam Bukhari, yani katika walimu wa Imam al-Bukhari. Kwa hiyo huwezi kujua jambo gani, waweza kusikia jambo likabadilisha maisha yako kabisa. Na ndio mmoja katika salaf alipoulizwa mpaka lini uenda kusoma,
asema huenda lile neno ninalolihitajia bado sijalisikia, ndio maana naenda kusoma bado. Kwa tujibidisheni katika hili jambo sana, ili tuondoe ujinga katika nafsi zetu na pia tuondoe ujinga ndugu zetu tulioacha nyuma yetu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.